Halo, mambo vipi rafiki? Nikukaribisha tena katika kozi yetu ya HTML na CSS. Leo tutajikita katika CSS na tutajifunza somo rahisi kuhusu maeneo ya uandishi wa code ya CSS ndani ya HTML pale tunapokuwa tunatengeneza tovuti yetu. Tunafahamu matumizi ya CSS ni kuweka muonekano mzuri wa tovuti na kuipa uhai tovuti katika hali ya mnyumbuliko. Yapo maeneo matatu ya uandishi wa CSS ndani ya HTML tunapokuwa tunatengeneza tovuti yetu. Na maeneo hayo, moja ni ndani ya HTML tag, unatengeneza tag na ndani ya tag unaweza kuandika kodi za CSS au za style. Na ya pili ni ndani ya unatengeneza tag ambayo inaitwa style tag, alafu ndani yake utaandika code. Na ya tatu ni kwamba utatengeneza file la pembeni au external file ya CSS ambayo utaiunganisha na file la HTML, na huko ndani ya file ambayo ni external la pembeni utaweza kuandika hizo code za CSS. Ya kwanza iko tofauti na ya pili na ya tatu, isipokuwa ya pili na ya tatu zina ufanano. Tofauti ya pili na ya tatu ni kwamba hii ya pili utatengeneza hiyo tag ya style na ndani yake utaandika code ambazo zitakuwa sawa sawa na mtiririko ule ambao utaandika katika file ambayo ni jingine, isipokuwa file la pembeni litaunganishwa na HTML file. Twende kwenye uhalisia tuweze kuona kitakachoweza kutokea kama ambavyo tumejieleza hapa. Ukija kwenye text editor yetu ya HTML, tunaweza tukaandika hapa h1, tuchukue h1, alafu ndani tuandike labda tumia, andika code za CSS au style ndani ya hii tag. Baada ya hapo tuanza tu run, tu save na kisha tu run. Tumepata hapa na iko katika rangi nyeusi. Sasa tuipe rangi labda nyekundu na tuweze kuipa font tofauti. Tutakachofanya ni kwamba ndani ya hii tag tutaandika style. Unatakiwa kuandika style. Kisha ndani yake utaandika double quote na utaandika property. Lazima uandike property. Alafu kisha utaandika hiyo value unapotaka kutumia. Kwa mfano hapo tuseme labda tunaipa rangi ambayo ni red. Kwa mfano tufanye slash tuandike 00f. Tukienda tukisave na tukaenda kurun, utaona tukirani imekuja katika rangi ambayo ni blue. Tumeandika blue badala ya red, haina shida, tumeandika mwishoni. Tunaweza pia tukabadilisha labda tuipe green 0f0. Unaweza pia ukaamua ukaandika, sio lazima. Na sifundishi nafundisha leo kuhusiana na swala maeneo ambayo unaweza kaandika kodi. Kwa hiyo hii sikusumbue. Unaweza kaandika kwa mfano labda green. Tukisave na tukaenda kurun, itaona inakuwa green. Pia unaweza tukaongeza labda kodi hapa. Ukitaka kuongeza labda property nyingine unaweka ni semicolon na kumbe umefunga, alafu kisha unakwenda kuandika labda kwa mfano tuandike font family. Tutaandika double colon, alafu tutaandika hiyo value tunayoitaka sisi. Labda itakuwa ni Arial black. Tukienda tukasave na tukarun, utaona inabadilika, inaenda kwenye ile font family ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo hiki ni kipengele cha kwanza katika uandishi, sehemu za uandishi wa code za CSS style unaweza kufanya ndani. Japokuwa hii haipendelewi sana kwa sababu ya ukifanya hivi code zitakuwa nyingi sana na katika kusoma wakati mwingine italeta mkanganyiko. Ni vizuri kwamba utakizifanya katika eneo ambalo liko tofauti ukaunganisha na HTML hii hapa element, inakuwa rahisi kuelewa na kuzisoma. Sasa njia ya pili ni ile ambayo unatumia style tag. Utaandika style tag, halafu ndani yake humu utaandika code.
Sawa, unaweza ukaandika ndani ya board hii, ukaiandika ndani ya board au ukaiandika kwenye head, haina sharti. Kwa hiyo utakachokifanya hapa ni kwamba tutaiita hii tag, tutasema h1. Tutachukua hizi code tu kama zilivyo, tufute hizi code ambazo ziko ndani, tuzifute tu. Ndani tutaandika kama hivyo, na hapa pia tutaandika hivi. Kisha tuta close. Baada ya hapo tuta save. Kwa hiyo tukifanya kwamba tumeandika tag ya style pembeni kuieleza kwamba HTML kwamba hii tag ndani yake tunakwenda kuandika ni tag kwa ajili ya CSS, na ndani yake tutaandika code. Kwa hiyo ukishafanya hivi tayari maana yake browser inatambua kwamba humu ndani kinachokwenda kuandikwa ni CSS ka starting style sheet. Hapo ndani yake tunaenda kuita hii kama kawaida. Kishaita humu ndani basi tunakwenda kuipa property na hizo values zake, na ukienda ukarani utaona inaweza kutokea. Cha kufanya hapa tubadilishe, tuandike ready, tu save na kisha tu run. Unaona imekubali. Kwa hiyo hiyo ni njia ya pili ambayo utaandika ndani ya style tag, utaona style yako tag, afu ndani utaweza kuandika, utaita, inaweza kutumia id ndani, unaweza kutumia class. Sawa, hizo ni njia ambazo unaweza kutumia kuleta, zipo njia tofauti tofauti unaweza kutumia katika kufanyaje, kuita hiyo HTML ndani ya CSS. Kwa hapa tumetumia tag, na hii style unaweza hii tag unaweza ukaiandika ndani pia ya head, haina shida. Bado itaendelea kufanya kazi vile vile kama kawaida. Kwa mfano ukiandika labda blue, unaweza ukaja ukasave na kisha ukarun. Tukirun utaona imekubali. Kwa hiyo hiyo ni njia ya pili, na njia ya tatu ni kwamba unafungua faili la pembeni. Unafungua faili la pembeni. Sawa, unafungua faili la pembeni ambalo la CSS. Kwa mfano unakuja sasa hapa, tu save. Tunakuja hapa tunafungua faili la pembeni. Ili faili tulipe jina gani? Tuiite run css.css. Sawa, au tuseme start css.css. Tufanye hivyo, .css start.css, alafu to save. Takachokwenda ukifanya huko ndani kwamba nitakwenda kuiita hii kama kawaida. Nitakuja nitaiita. Tofauti yake ni kwamba itakuwa ni ndogo sana na hii iliyotangulia. Kwa hiyo hapa nje nitakachofanya nitaiita h1. Sitakuwa na ile tag ya style, kwa sababu tayari browser inatambua kwamba hii file kazi yake ni kwa ajili ya CSS. Kwa huhitaji kuandika tag tena ya style. Kwa ukishafanya hivi, ili ndani tu uweze kuita kwa umakini, hii tag unaweza kutumia id au class na nini, ukaweza kuita huku na kuweza kuzitumia kama kawaida. Kwa hiyo ukishakuja unaandika hizo properties zako kama kawaida, unaweza kuweka katika mstari mmoja, haina shida, itakubali, au unaweza kuweka katika mpangilio huu ambao ni mzuri zaidi, itakubali pia.
Kwa mfano hii labda tuite gray au tuite purple. Nadhani tuko sawa. To save. Lakini hapa bado hatujaweza kukamilisha lazima tuhakikishe tunaunganisha hii file na file ya HTML, kwa sababu ndio kitu muhimu zaidi, kwamba tunatengeneza file ya pembeni, lakini lazima tuhakikishe tunafanya tunaunganisha vipi. Tunachukua link, tunaandika tag ya link, kisha utaandika hiyo hypertext reference, ambapo utaandika reference, kisha utachukua jina la hii file, utakuja utalidumbukiza huko ndani, ambao tumesema ni stud.css. Relation itakuwa ni style sheet, na type itakuwa ni text /css. Ukishafanya hivyo, maana tayari hii file ya HTML tayari tumeiunganisha na hii file ya CSS, tayari tumeiunganisha na hii file ya HTML. Tayari sasa zinazungumza kwamba ninachokiandika humu naweza nikaenda nikakifanyia urembo huku nje, nikakipamba, nikakiwekea rangi, nikakifanyia namna yote ambayo CSS inaweza kufanya. Inaweza kuwa ni decoration, labda inaweza kuwa ni animation na vitu vingine. Kwa tayari hizi zinazungumza. Labda kama tutakuwa tumekosea labda katika uandishi wa maneno, lakini tukienda ukacheza utaona inafanya inakubali, kwa sababu tayari zinazungumza. Tayari unaona imekuja purple. Kwa nini? Kwa sababu tayari tume connect. Lakini pia tunaweza tukaipa, kwa mfano hapa chini tunaweza tukasema font size. Kuna font style, tuipe italic. Sijui kama tuko sahihi, yeah, sawa, imekuwa italic. Unaweza kuona kwamba kwa hizi ni njia tatu ambazo unaweza kuzitumia kuandika maeneo matatu katika kuandika CSS. Njia ya kwanza kama tulivyosema, unaandika ndani ya tag. Njia ya pili unatengeneza ndani ya tag yenyewe ambayo unataka kuiwekea uifanyia style. Lakini njia nyingine ni kwamba unafungua tag pembeni ya style, utaandika kodi zako humo ndani. Na njia ya tatu ni kwamba utafungua badala ya kuandika, kwa sababu hii utaifanya kama unaandika ndani ya file ya HTML ndani. Utafanya hii, utatumia hii, utaandika hii style kutambulisha kwamba ndani ya HTML na browser kama hii tag ndani yake tutaandika kodi za CSS. Lakini ukiona njia nzuri zaidi kufungua file ya pembeni badala ya kuwa na kodi nyingi ndani ya page moja. Kwa ndani ya page moja unakuwa na kodi tu ambazo ni za HTML. Alafu pia unafungua file ya pembeni maalum kwa ajili ya nini, ya CSS. Maana yake unakuwa umetengeneza kodi ambazo ni muonekano wake ni mzuri na ni rahisi kuweza kugundua makosa, na hata mtu mwingine akija kufanya anagundua kwamba hiki kazi yake ni hiki na muunganiko wake huko hapa, badala ya kurundika sehemu moja codes zinakuwa hazieleweki vizuri na sio usafi katika uandishi. Kwa hiyo kwa video ya leo niseme inatosha. Ilikuwa ni somo fupi na jepesi. Lakini muhimu sana. Kwa hiyo niseme ya kwamba ufanye mazoezi. HTML ni somo jepesi sana. Kwa hiyo na CSS ni somo jepesi. Naweza nikasema CSS inahitaji juhudi kuliko HTML. Na hii CSS ni kazi yake ni kuicompany HTML.
Kwa hiyo niseme kwa leo inatosha. Nashukuru sana na kuomba tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, lakini pia usisahau kubofya notification kwa ajili ya video zinazofuata ili uwe wa kwanza pale ninapokuwa nimeupload. Asante sana, nashukuru.